1:13 hadi 14. Nimewajibika kwamba leo nimalizane na nyinyi, maana najua mmenidai muda mrefu. Hii mistari karibu 15 imekuwa na muda sasa. Leo tunataka tumalizane ili juma lijalo Mungu atuwajalie mengine pia. Yako mengi ya kutuelekeza katika maandiko. Nitasoma kwa Efeso 1:13 mpaka 14. Nanyi pia katika huyo mumekwisha kulisikia neno la kweli, habari njema za wokovu wenu. Tena mmekwisha kumwamini yeye na kutiwa muhuri na Roho yule wa ahadi, aliye mtakatifu. Ndiye aliye arabuni ya urithi wetu, ili kuleta ukombozi wa milki yake, kuwa sifa ya utukufu wake. Bwana alibariki neno lake. Basi Bwana, tukushukuru kwa umbali huu. Hakika wewe ni Ebeneza, na tunavyoangalia sehemu ya mwisho ya sehemu hii ya mlango huu wa kwanza, sehemu hii ya pili, Bwana, tuwakurai, tuwakusihi, ruhusu Roho wako akafanye kazi kwa kumwinua Kristo mbele yetu, kuonyesha utukufu wake na kuelekeza mioyo sasa ya watu wako hawa kwa Kristo na kwa Kristo pekee. Utulivu wa moyo na wa akili, ufasaha na mtiririko mwema wa mawazo, tuwauliza ikupendeze Bwana. Ila tena katika haya yote, wala hayo yasiwe malengo makuu. Lengo kuu liwe ni Kristo na utukufu wake, na kwamba sifa na utukufu vikurejelee wewe. Basi haya tumeuliza kwa Kristo Bwana na Mwokozi, tumeomba na kuamini. Sasa asubuhi ya leo niko sawa, najaribu kurudi pale tumetoka. Ndio nasema asubuhi ya leo, najua tuko mchana. Asante ila kwa marekebisho hayo. Asubuhi ya leo tumeangalia baraka 2. Natumai bado mko nazo katika fikra zenu, na hatujamaliza hata lisaa kutoka tumalizie, lakini haya ndio tumeyaweka wazi kwenu kwamba Mungu alichagua kabla ya misingi ya ulimwengu. Paulo anasema he chose us in him before the foundations of the world, kama vile alivyotuchagua katika yeye. Nani huyo? Kristo. Nje ya Kristo hakuna wokovu. Nje ya Kristo ni moto wa milele. Nje ya Kristo inayompasa mwanadamu awaye yoyote ni ghadhabu na hasira ya Mungu hapa na milele. Lakini katika yeye, katika Kristo, Bwana Mungu ametuchagua kabla ya misingi ya ulimwengu. Yaani hakukuwa na kusurutishwa kwa aina yoyote kutoka kwa mtu yoyote yule, ni kulingana sawa sawa na mapenzi ama uradhi wake ukipenda. Lakini tena katupangia huyu Bwana. Na hapa tuwaongea hususan wale ambao wameokoka. So tunavyoyaangalia haya, chunguza na uangalie, je, unaposema umeokoka, hii injili ambayo inawasilishwa kwako hapa, iwapo ni Jumapili, iwapo ni Jumatano, iwapo tunakutana manyumbani, je, hiyo ndio injili ulisikia? Maana hawa waliowachagua akawapangia kufanywa wana wenye dhambi, hawa wanastahili moto wa milele. Huu dhambi ulikujaje? Kwa sababu ya Adamu. Adamu alikosa, walio ndani yake wote, maana yeye alikuwa mwakilishi. Alipoomba asile na akala,
Wanadamu wote wako chini ya dhambi, sawa sawa. Lakini kando na ile dhambi ya asili, wanadamu wenyewe tunatenda dhambi. Kwa hivyo ilikuwa natupasa ni moto wa milele, ghadhabu ya milele katika Kristo. Katika huyo Bwana akatuchagua kabla ya misingi ya ulimwengu kuwekwa, akatupangia kwamba katika Kristo tufanywe wana. Paulo akiyanena haya kwa Warumi, kanisa kule Roma, Warumi 8, anasema mambo yote hutendeka kwa wema. All things work together for good to them that love the Lord, to them who are called according to his purpose. Mstari wa 29 anasema, for those whom he foreknew, wale aliowajua, wale aliowachagua. For those whom he foreknew, he also did predestine to be conformed to the image of his son. Why? So that he might be the firstborn among many. Ametuchagua, ametupangia tuwe katika jamii yake. Baraka kubwa hizi jamani. Yaani sasa tunaweza nena pamoja na Yohana akisema katika waraka wake, Yohana wa kwanza mlango wa 3, tazama, behold, tazama upendo mkuu wa aina gani huu, that we who deserved hell now are called sons of God. Behold, what manner of love the Father has bestowed upon us, that we should be called the sons of God. Sasa unajua huwezi elewa hilo kama hujajua kwamba imekuwaje kuwaje. Kile ilikuwa chanipasa nikiwa katika udhambi wangu, nilikuwaje kuwaje. Na tuliwaambia hapa hivi, leo hii rais mstaafu Uhuru akija akisema nimetambua Mama Ryan, nimechunguza nikaona kumbe wewe ni dadangu. Uhuru, sikwambii mimi, achana na mimi, nakwambia Uhuru aje sahihi. Denzel, Uhuru aje aseme nimetambua wewe ni kakangu. Nasema kuomoka kukuu kwa aina gani huku, kwamba sasa tuko katika familia ya Mungu na sisi tutastahili ama tulikuwa tumefanya yanayofaa? Hapana, kwa wingi wa rehema zake. Lakini hayo aliyafanya katika umilele kabla ya misingi ya ulimwengu, alafu katika wakati, ili kutekeleza yale aliyokuwa amekusudia mwana Kristo Yesu, akakuja akatukomboa. Sawa sawa. Ule mpango Baba alikuwa nao, mwana akautekeleza. Akautekeleza vipi? Tulikuwa tumeivunja sheria ya Mungu katika Adamu. Hata leo bado hatutoshei kwamba tunaifanya kikamilifu. Kristo alikuja akaiweka kikamilifu bila kuivunja hata katika joti moja. Yeye alimpea Mungu ile utiifu mkamilifu uliokuwa sheria inadai. Kristo alifanya hiyo kwa ajili ya nani? Wale watakao muamini. Lakini hatukuwa tutakana tu tuiweke sheria, ilikuwa inakuja na isipowekwa sheria hii, mkono mwingine wa sheria unasema hakika mtakufa. Na Adamu alipoivunja, mlango wa 5 wa Mwanzo, utaona Adamu aliishi, akafika mahali akafanya nini? Akafa. Mwanawe Sethi akaishi, akafika mahali gani? Angalia, tukiwa katika hali ya ukarismata, sawa sawa, tulikuwa tukikiri Zaburi ya 118:17, sitakufa nitaishi ili nitangaze ukuu wa Bwana. Metusela aliishi miaka 969. 900, and the word of God was very true. Hatimaye Metusela alikufa. Sawa, ishi 210
Kuna siku mpendwa utatoka hapo ulimwenguni. Kiri unavyotaka kukiri, sawa? Kuna siku utatoka hapo ulimwenguni. Lakini hicho sicho kifo cha pekee ambacho ni cha kuogopewa. Maana kifo katika maandiko taswira iko mara 3. Kuna kutengana na mwili huu, lakini kabla ya kutengana na mwili huu umetengana na Mungu kwa sababu ya dhambi zako. Isaya 59 itanena haya: mkono wa Bwana si mfupi kwamba usiweze kutuokoa, sikio lake si zito asiweze kutusikia, ila dhambi zenu. Wewe unaniangalia, dhambi zako zimekutenga mbali na Mungu asiweze kukusikia. Lakini hatimaye kuna mauti ya milele ambayo yasubiri wale wote. Waona hii kifo ambayo wasema ukisikia paka yualia katika dirisha lako usiku, hapana, yuko na njaa, ni uchawi. Wameshanitumia watu wa kwetu, wamenikumbuka, waanza kukemea kila aina ya, nilikuwa nataka kusema mifugo, lakini kila aina ya pepo wakemea, lakini wala hutishiwi. Mungu akipendezwa tutakuja kuangalia kifungu fulani, nafikiri katika Ufunuo mlango wa 19 ama wa 20, ghadhabu ya Mungu vile itakavyomiminwa ghadhabu, wala hiyo haikushtui. Na hii ni ya milele. Niliwaambia hapo, kutaka kujua milele, chukua ndege asafiri kutoka Pluto akuje paka hapa, achukue tembe moja ya mchanga arudi kule. Nakwambia kutoka kule paka hapa karibu miaka ngapi? Kama makumbuka, karibu miaka 700, sawa? Kuja peke yake. Kwa hivyo akija akirudi tenga na 400. Hata Metusela hakufika huko. Na yule mhubiri kwa hubiri akasema na wala hujaanza umilele. Sasa wewe fikiria huo umilele huo kando na Mungu, chini ya ghadhabu na hasira. Wajua watu wakisikia utakuwa kando na Mungu, wanafikiria Mungu hatakuwa jehanamu, hatakuwa pale akikumiminia hasira na ghadhabu yake. Suluhisho Kristo pekee. Ni huyo Kristo katukomboa. Kwa nini? Baada ya kuwa ameitii sheria, Kristo aliukwea msalaba akalipa deni langu la dhambi. Maana maandiko yamesema mshahara wa dhambi ni mauti, bali karama ya Mungu ni uzima katika Kristo. So Kristo amekuja kutukomboa. Sijui ni nini kile cha kufanya umwamini hata mchana wa leo. Sijui ni nini kile cha kufanya moyo wako umesikia hizi kweli, lakini umebaki pale mlangoni, wasema nangojelea. Tunajua kwamba imani na toba pia ni karama kutoka kwake, kwa hivyo nangojelea. No, Biblia inasema ni utubu na uiamini Injili. What are you doing this afternoon? The gospel has been preached to you. Tena kando na hilo, angalia, tumeona tena baraka zingine, kwamba ametufungulia moyo wake. Kwa lugha ya leo, Mungu ametuonyesha mpango mzima. Sasa wala tuseme ametuonyesha kila kitu alichonacho katika moyo wake, hususan kuhusiana na swala kula wokovu. Manake hata katika umilele wala hatutafika mahali tumexhaust Mungu tuseme sasa tumetosheka, tumekujua kikamilifu. Wala hatutafika hapo, la hasha. Lakini ameyafanya haya kwa wingi wa rehema zake, kama ilivyo mapenzi yake, si kwa kusurutishwa. Haya yote wapendwa ni katika yeye, yani katika Kristo. Hilo nitasisitiza pako uelewe kwamba kando na Kristo hakuna baraka yoyote ya rohoni ambayo uko nayo. Na hii baraka ya rohoni, baraka hizi za rohoni ndio zile ambazo mwanadamu anahitaji. Masamaha ya dhambi, mwanadamu ndio hitaji kubwa alilonalo, si umaskini. Ama shida ya mwanadamu si umaskini, shida ya mwanadamu si magonjwa. Hizo ni shida kweli, lakini shida kuu ni unahusianaje na Kristo. Maana ni katika Kristo pekee ndio mwanadamu anapata masamaha ya dhambi. Huwezi hata kujisimamia wewe mwenyewe kupata msamaha, ni katika Kristo pekee. Huwezi amini mwanadamu mwingine. Tuliwasomea hapa Zaburi 49 kwamba ile gharama ya uokovu wa nafsi moja ni kuu sana. Kristo alikuwa msalaba akalipa. Wafanya nini wewe leo ambaye umeisikia injili hii ikiletwa kwako
kutoka mwaka waanza katika kila fana. Kitabu hichi kinaletwa Injili, sasa hivi wahubiriwa wa Galatia wafanya nini? Lakini Mungu huyu katupenda kwamba ametufungulia moyo wake na ametuonyesha mpango wake mzima. Mungu huyu anatuambia, angalia, nimewawekea urithi. Urithi huu niko nao huku mbinguni na wahifadhia. Sawa sawa. Urithi na wahifadhia ni urithi ambao hauharibiki, hauna uchafu, haunyauki, hauna madoa. Lakini kando na huu urithi ambao na uhifadhi huku mbinguni, hata nyinyi huko mliko, kabla hamjafika huko, pia nyinyi nawaweka katika nguvu zangu na wahifadhi. Niliwaambia hapa juma lililopita, weza pangia mtoto wako ukaweka pesa zile wataka, kwa sababu mawazo yetu ni kwamba Shadia mfika 4 sawa sawa, hata si 4 zaidi, tumbaki 9 kufika 5 sawa. Apangie mtoto wake, amuhifadhie, kwa sababu yajua yeye yuelekea 5, hayuko mbali na kaburi. Sawa. Wasema huyu mtoto yuweza kaa kafika 8, alafu kesho yake waamka mtoto sina Mungu urithi yu uhifadhi. Wewe ambaye amekuahidi yu kuhifadhi, kwamba uko na uhakika wa ule urithi. Hizi za hapa hazina uhakika, niliwaambia. Hizi za hapa hatujaahidiwa vile tudanganywa kule nje. Sawa sawa. Huu urithi katika Kristo uko na uhakika. Wewe bora umemwamini Kristo kikweli, huu urithi ni wako. Urithi ni uzima wa milele, kukaa na Mungu milele katika baraka zake milele. Kuna lipi jema zaidi ya hilo? Hizi za hapa ambazo wakimbilia ni za muda, ukitoka hapa wasiacha, wala si za milele. Hatimaye kila kitu kitafanywa upya, utakuwa haviko tena. Hii ambayo tuwaletea mchana wa leo ni ya milele. Lakini angalia, iko baraka nyingine ambayo nataka tuiangalie tukimalizia. Hii baraka hii ni kwamba wewe umeangalia haya yote, Mungu yukupa hakikisho. Asema sasa ameweka muhuri. Sawa sawa. Umekuwa sealed. Yule ambaye ni muumini kweli ametiwa muhuri. Soma nami mstari ule wa 13. Nanyi pia katika huyo mmekwisha kulisikia neno la kweli, habari njema za wokovu wenu. Tena mmekwisha kumwamini yeye na kufanya nini? Na kutiwa muhuri na Roho yule wa ahadi, aliye mtakatifu. Huyu Roho, mstari wa 14, ndiye aliye arabuni ya urithi wetu, ili kuleta ukombozi wa milki yake, kuwa sifa ya utukufu wake. Unapomwamini Kristo, kama yanenavyo maandiko, nanyi pia katika huyo mmekwisha kulisikia neno la kweli. Si neno lingine lolote, neno la kweli. Nakuuliza mchana wa leo, ni nini umesikia? Ni nini umesikia mpaka wasema umeokoka? Ni nini hususan umesikia? Manake Paulo anasema kuna baraka ya mwisho nataka kuonyesha katika, angalia huu mlango kuna sehemu 3, mstari wa 1 na wa 2, mstari wa 3 mpaka wa 14, ambao ndio tumeshughulikia tuamalizia mstari wa 15 mpaka 23. Paulo baada ya haya atawaombea hawa waumini. Sawa sawa. Atawaombea hawa waumini. Lakini anasema angalia, kuna neno la kweli ambalo mumelisikia. Nanyi pia katika huyo mmekwisha kulisikia neno la kweli katika Kristo. Hata hili neno la kweli ni katika Kristo. Nauliza, umesikia nini? Yaani Mungu katika mpango mzima wa kuokoa wanadamu amekusudia kuokoa wanadamu kupitiliana na neno. Kupitiliana na neno. Ukiwa na moto, kuna wakati kuliwaka moto hapa nyumba jirani pale karibu kwa mchungaji. Njia iliyokuwa ya kuokoa pale ilikuwa ni maji. Sawa sawa. Watu walingangana. Imagine Mungu katika kuokoa wanadamu
neno. Sawa sawa. Paulo anaendelea sana, hili neno ni la kweli, si neno lingine lolote. Sawa sawa. Na anasema habari njema za wokovu wenu. Hili neno la kweli ni habari njema za wokovu wenu. Yaani ukitaka kuiweka kwa urahisi, injili. Injili. Je, ulisikia injili? Na ulipoisikia hii injili ilikuwa injili ya kweli, ama kama vile ndugu yetu Linux ametuonyesha kutoka kwa kitabu Paulo akiandikia Wagalatia, yuashangaa mbona kwa uharaka hivi unaiacha injili ya kweli, mnamwacha Kristo ambaye alihubiriwa na kwenu akadhihirishwa wazi kama yeye ambaye amekufa pale msalabani, iliyekuwa wazi kwenu. Yani Linux alituelezea juzi, ni kama Paulo alipokuwa anahubiri amechukua Kalvari, anawaonyesha hivi, huyu ndiye Kristo, huyu pekee ndio mweke tumaini lenu kwake. Lakini kwa uharaka mnaiacha injili ya kweli, mnaendea injili ingine. Hapo anasema wala si ingine, si ingine, bali kuna watu wanataka kuwapotosha. Ulisikia injili ya kweli? Je, manake injili ya kweli ni hii, habari njema za jinsi ambavyo Mungu mtakatifu kwa wingi wa rehema zake kachagua watu wenye dhambi wanaostahili ghadhabu na hasira yake, kwamba kupitiliana na kazi na matukufu ya mwanawe Kristo Yesu, hawa wanapoweka imani yao kwake, sawa, wanapoweka imani yao kwake, kwa huyu mwana wa Mungu, basi Mungu anawapea wokovu. Hiyo ndio injili. It's about a person and his work. It's not about you. Wengi ukiwauliza leo, njia gani mwanadamu anaokoka? Toba, niliomba mimi, nilifunga. Hapana. If there is no Christ in your testimony, there is danger. It's only in Christ. Paulo anasema nanyi pia katika huyo mmekwisha kulisikia neno la kweli, habari njema, the good news, the gospel za wokovu wenu, tena mmekwisha kumwamini yeye. Sikusikia pekee, sawa, sikusikia pekee. Unapokuwa katika nyumba inayoungua na usikie watu wanaita moto moto, umesikia, sawa. Tutajuaje umeamini? Au sema nimesikia wanasema kuna moto na umeona kuna moto, akasema sijui, nimesikia. Hapana, hear and believe. Sawa. Put your entire trust on Christ. Yaani kwa nyimbo ile ya tenzi, cha kutumaini sina ila damu yake Bwana. Sina wema mimi wa kutosha dhambi zangu kuziosha, ni kwake Yesu nafanya nini? Nasimama. Manake yeye ndiye mwamba. Kwa kizungu, on Christ the solid rock I stand, not on my good deeds, not on my works. It's on Christ, that solid rock, that I stand, because all other grounds sinking sand. Paulo anasema, alafu kwa sababu hiyo mukatiwa muhuri. When you believe in the Lord Jesus, the Spirit of God dwells in you, and he secures and preserves your eternal salvation. Au Paulo anasema kuna hii baraka unawekewa muhuri. What is this seal? Ukiangalia muhuri kwa kufafanua, it's an official mark or identification placed on a letter, contract or other document. Hii muhuri ni official mark. Nimekosa neno la Kiswahili, msijali. Ni official mark ambayo inawekwa katika barua, alama dhanini,
Haya, asanteni, msijali na load. Official mark, alama dhahiri, ni alama dhahiri, sawa sawa, ambayo inawekwa katika barua ama documents zingine zozote, sawa sawa. And that letter or document was officially under the authority of the person whose stamp was on the seal. It was a sign of ownership. Tembea nami, umuhuri ni kwamba huyu ama hiki kitu ni changu. Kumbuka niliwaambia hapa, tukiangalia 15 mpaka 23, tulipokuwa tuangalia vile Kristo nguvu inaofanya kazi kwetu, inaonyeshwa vile Kristo alifufuka, hiyo ndio nguvu ilifanya kazi. Na asema walienda wakaweka muhuri katika ile kaburi, sawa sawa, la Kristo. Muhuri ule ulikuwa wamaanisha huyu wetu atabaki huko, hakuna kitu kitabadilika kumuhusu. That's what it means. It was a sign of ownership. Now there are truths related with the seal. Whenever we talk of a seal, tunapoongelea kuhusu muhuri, tunaongea kuhusu security, authenticity, ownership and authority. Nasikia hizo vitu: security, authenticity, ownership and authority. So after they had the gospel, just like you and I, those who have believed in the gospel, Jesus said this, Mark 1:15, the kingdom of heaven is at hand. Repent and believe the gospel. When you believe the gospel, this is what happens. You are sealed. By who? The Holy Spirit, who is given by God. Most of the times when we talk of the Holy Spirit nowadays, mara nyingi tunapoongelea kuhusu Roho Mtakatifu, vita vikubwa ni kuhusiana na kuongea kwa lugha. Angalia ile baraka iliyoko kwamba Roho ni muhuri. Nenda kwa kanisa yote ambao wanaamini mambo ya kuongea kwa lugha, waulize kama wanajua mambo haya, kwamba Roho kumbe ni muhuri, kwamba ni hakikisho kwamba sisi ni wa Mungu. Wale ambao wamemwamini Kristo, wale ambao wameokoka, hii ni dhahiri, sawa sawa, hii ni wazi kwamba wewe ni wa Mungu, hakuna vile utapotea. Remember, there's an inheritance. Let's continue. So the Holy Spirit is the seal. Alafu anasema mstari wa 14, ndiye aliye arabuni. Unajua arabuni, the guarantee is not only the seal. Yani Mungu yakupa hakikisho, nilikuchagua, nikakukomboa, nimejifunua moyo wangu kwako, sawa sawa. Kuna huu urithi ambao nimekuwekea, lakini kwa sababu ya huu urithi nalinda urithi na kulinda na wewe, lakini nakupea arabuni, uhakikisho kwamba huu urithi utaurithi. Nasema ndiye aliye arabuni ya urithi wetu. And all this to the praise of God's glory, ili kuleta ukombozi wa milki yake, kuwa sifa ya utukufu wake. What you mean by that is this, because we are sealed by the Spirit, we belong to God. Those who are truly saved belong to God. They cannot lose their salvation. Sawa sawa. Storia kwamba nimeokoka alafu nikapoteza wokovu nikaja nikarudi tena nikaokoka, hapana. Wala huwezi. Maana Roho akipeanwa ndio muhuri, alafu ni arabuni, kwamba yale Mungu amekusudia kufanya na huyu mmoja. Maana yake nataka kuwe na hili wazi, anapoongea alituchagua, it's individual. Hakukaa akasema Wagiriama njoni, no, it's individual. Ni mmoja baada ya mwingine alichagua. Hasa haya yako dhahiri kwamba wala
hatuwezi poteza wokovu. Yet there is a word of caution. Because now when we say this, you can say, now I'm sealed. The Holy Spirit is my guarantor. The same Paul will say this in Ephesians 4, verses 30. Kwa tukisema haya, wala huwezi poteza wokovu, ukiokoka moja kwa moja hadi mbinguni. Wengine wanasema sasa, ukisema hivyo si wafunza watu kwamba sasa waishi vile wanavyotaka. Hapana, si mafundisho ya kibiblia. Na kama uko hapa sawa sawa, kama uko hapa wasema kwa sababu pale Kalvari twafunzwa neema, kwa hivyo nitaishi vyovyote ninavyotaka, umuongo. Wala silo jambo tunalofundisha hapa. Sikiza Paulo anapoyasema haya, Waefeso 4:30. Anasema wala msihuzunishe yule Roho Mtakatifu wa Mungu, ambaye kwa yeye mulitiwa muhuri hata siku ya ukombozi. Ama wapele kuwekwa muhuri ilikuwa sasa utaishi vyovyote. Paulo amekuja na kuambia, angalia, kuna jinsi ni uishi kama muumini, kama umeamini kweli. Ni kweli huwezi poteza wokovu, wala si ruhusa ya wewe kuishi vile unavyotaka. Hapana. Ukiwa unaishabikia dhambi, ukiwa unaifurahikia dhambi, ukiwa wewe na dhambi ni mnafuatana hivi, ukiwa hata unasherekea uovu, jichunguze, jiulize, je, kweli kaokoka? Hii mstari wa 30, mawazo ya hapa yameanza kuanzia mstari wa 25, ukipenda sukuma hata nyuma huko mstari wa 17. Habia nitawasomea huo mstari wa 17. Basi nasema hivi, Waefeso 4:17. Basi nasema neno hili tena, nashuhudia katika Bwana, tangu sasa musienende kama mataifa waenendavyo katika ubatili wa nia zao, ambao akili zao zimetiwa giza, nao wamefarikishwa na uzima wa Mungu kwa sababu ya ujinga uliomo ndani yao, kwa sababu ya ugumu. Let me no comment. Yani unapofanya dhambi waambia ni ujinga, ni ujinga, kwa sababu ya ujinga uliomo ndani yao, kwa sababu ya ugumu wa mioyo yao, ambao wakiisha kufaganzi wanajitia katika mambo ya ufisadi, wapate kufanyiza kila namna ya uchafu kwa kutamani. Lakini angalia mstari wa 20. Bali ninyi, yaongea nani? Waumini Efeso, naongea na nyinyi hapa. Bali ninyi sivyo mlivyojifunza Kristo. Just because you've been sealed doesn't mean you live anyhow. Does the believer sin? Yes. Does he stumble? Yes. Does he enjoy when he stumbles? No. We're not talking about sinless perfectionism hapa. Hapana. Hatusemi Mkristo hatendi dhambi. Lakini ukiwa waifurahikia na kuishabikia dhambi, wala shida yetu ni hii, tunaposikia dhambi mawazo yetu mbio uasherati. Sawa? Musiache kukusanyika. Na yasema haya kwa aibu yetu. Poleni, mtanisamehe wanaotufuata katika mtandao. Sawa, wacha niyaseme haya kwa aibu yetu, hata mimi niko hapo ndani. Rafiki ya Joshua amekuwa hapa Ijumaa kusaidia kurekebisha hizi fani, zilikuwa ziko na matatizo. Tumekuwa naye hapa mpaka saa 2 usiku. Sasa alipokuja na Joshua, yabidi Joshua asaidiane naye. Ijumaa huwa tuko na ibada ya nini? Ijumaa huwa tuko na ibada ya. Sasa alikuwa hapa akifanya kazi na Joshua hapa ndani. Waliokuja kwa maombi ni 3. Sasa sisi tuliomba, wale tulikuwa Joshua kwa tumemruhusu, manake huyu akipanda juu pale kwa hitajika mtu amsaidie. Tulipomaliza mimi ndio nilikuwa ni mtu wa mkono. Joshua arudi akimbie kazini. Baki hapa na Linux. Alafu Linux akatoka tukabaki naye hapa. Sasa kama alikuwa Joshua rafiki yako yuasubiri,
nani atabaki naye ndio amuulize swali. Aliniuliza swali akaniambia, ibada ya maombi moja watu watatu peke yenu. Wafanya uasherati peke yake ni dhambi. Kosa kuja kwa ibada ni dhambi. Nakwambia mimi ni dhambi. Mmewekewa Bible study hapa saa 2 asubuhi. You have every reason not to get here by 8. Kesho nipitie nyumbani kwako. Saa 9 uliamka wangangana nao Allahu Akbar. Wangangana nao. Saa 8 uko macho. Jumapili saa 2 hapa uweze fika. Sasa nataka tukemee nani kama si wewe? Wewe ndio Mungu katujalia kutupa. Lazima tukukemee. Jana yule sijui amelala na nani, ni kweli ni dhambi. Waomba. Tuliambiwa tuombe bila kukoma. Do you pray at home? That's sin if you don't pray. Kwani si Samueli aliyasema, nisije nikamkosea Mungu wangu kwa kukosa kuwaombea. Do you pray at home? You know, she's taking us through Galatians here on Wednesday. How many people attend? Haya uko kazini, umeambiwa kwa online. Do you follow? Haya basi huwezi fuata huo wakati ukirudi nyumbani. Je, waingia katika mtandao utakujua kwa funzwa nini? Wala sitaomba msamaha, lazima tukemeane, tusaidiane. Sawa sawa? So what is Paul saying in conclusion? Blessed be God. Blessed be the God and the Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us. Oh yes, he has blessed us with all spiritual blessings in the heavenlies. I mean the spiritual places. Which are these blessings? He chose us in Christ. Alituchagua, si ati twampenda ama twamtaka, ilikuwa wakati huo. It is in the day of his salvation that his people are willing. Psalms 110. But he chose us. He redeemed us. Alituchagua, akatukomboa. Ametufungulia moyo wake. Ametuwekea urithi. Roho wa Mungu sasa ndio ule muhuri. Ndio ule muhuri. Sasa swali tuko nalo, haya kwa hivyo, so what? Number 1. Are we not supposed then to say together with Paul that blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ? Je, haitupasi wewe na mimi ambao tumemwamini Kristo tuseme kweli atukuzwe, tumnene Mungu mema? Sawa sawa? Yaani tunapokuwa kule nje tumnene Mungu mema, kweli Mungu utukuzwe. With grateful hearts. Just look at what the Lord has done. Behold the manner of love that God has bestowed upon you and I, those who were saved. He chose you. He redeemed you. Si tuungane pamoja na Paulo sema atukuzwe. Kweli Mungu atukuzwe. Kwa hili swala kuu la wokovu, utukufu umrudie yeye. Adena kando na hilo, hiyo utaipata katika Waefeso 1:3. Now that we know that God has been this gracious, and it is through the gospel that God draws men to himself, do you preach the gospel to your family members, to your friends? Do you preach the gospel? Wale watu unaofanya kazi nao, ukijua huu kweli, je, wawasilishia kweli hii kwamba ni Kristo na Kristo pekee, ni Kristo, hakuna mwingine, mwenyewe kayanena haya, mimi ndimi njia, kweli na uzima. Hakuna ndiye kwa Baba isipokuwa kwangu. Na wakana jirani ni Muislamu, wakana jirani is a heathen, hana dini, wakana rafiki, wakana jamaa wako. Do you present the gospel? Have you believed yourself in the gospel? Do you present that gospel to them? Joshua alituambia hapa juzi, wale vilema walikuwa vilema ma wenye ukoma waliukaa, wakaza hapa tukikaa
Kufa tutakufa. Tukiingia mjini njaa iko, kufa tutakufa. Tuende kwa wale jeshi la Washami, wakituhifadhi sawa sawa, wakituua hatimaye tulikuwa tutakufa. Hawakujua kwamba the sovereign God uses means. Wao wanaenda waangalie kama watakufa ama watahifadhiwa. Mungu amefanya kutembea kwao miguu ya watu wenye ukoma. Jamaa wanasikia jeshi kubwa, mpaka wanaanza kukimbia, wanaona nguo ni nzito. Joshua alipokuwa anahubiri kwa sasa, kati ya mimi kukimbia na kupanda farasi lakini walisikia jeshi, wakasema farasi, hiyo muda kwenda kufungua huyo farasi ndio uanze kwenda, wacha tu ni jamaa. Wakaja wakifika pale, hakuna mtu hapa. Wakaingia tenti ya kwanza huyo, wakachukua vingine wakajiwekea, wakaingia ya pili. Wewe tumekwambia haya kweli hizi. Wao walipokula na kuweka wakakumbuka, tuamkosea Mungu. Hii ni siku ya sherehe bana. Sawa sawa. Hii ni siku ya habari njema. Lazima uende waambiwe wale wengine. Wewe tumekwambia angalia Mungu vile amekuneemesha. Kama umeokoka kweli, do you preach the gospel? And then apart from that, Jesus said this, in the world you will have tribulations. Take heart. Why? I have overcome the world. Be comforted. Be encouraged, believer. Reminded of the song, when upon life billows you are tempest and tossed. When you are discouraged, feeling that all is lost, count your many blessings. Name them one by one. This is what will happen. You will be surprised. It will surprise you what the Lord has done. Are you facing tribulations in your life right now? Je, tufani imevuma sana mpaka wauliza Mungu yuko wapi? Count your blessings. God chose you. God redeemed you. It will surprise you what the Lord. Unapofanya hivyo, haya ya hapa, ile shida na tabu unapitia, wala hatuidhihaki, lakini utaangalia, it cannot be compared. Paul said this, hii tabu na shida tunazopitia hapa haziwezi linganishwa. Tukiweka kwa mizani, huwezi hata kuweka kwa mizani. Ule utukufu unaotusubiri, wacha shida ije kama yataka kuja. Kuna utukufu ambao nikiweka macho yangu kwa huo utukufu. Count your blessings. You're facing trouble, tribulation, count your blessings. But then to the unbeliever amongst us, wale ambao hawajaamini, even now you're still welcome. Hata mchana wa leo bado unakaribishwa kwa Kristo. Believe in Christ, because it is in him and him alone that God has purposed to unite all things, bringing even peace between man and God. We've been reminded this morning from Romans 5, when we were looking at the doctrine of God, that Yesu akitufia tulikuwa maadui. Sawa sawa, tulikuwa maadui wa Mungu. Sasa wewe wangojelea nini mchana wa leo? Ni nini kile cha kufanya wasuasua? Ni nini kile cha kufanya waona, angalia, he has already paid the price. Jesus has already paid the price. Ephesians 1:7, in him we have redemption. Come to Jesus. I'm pleading with you. Come to Jesus. Tomorrow may be too late for you. Even the next minute may be too late for you. Come to Jesus this afternoon. It's in him and him alone. Ephesians 2. Nenda ujisomee from 13 to 17. It's in him and him alone. So, we join together with Paul. I'll ask you to stand.
Nimerejelea maneno kwa muda mwingi. Ni maneno yako katika Biblia yako. Tuyanene kwa Kiswahili. Kama hujayashika yanaenda hivi. Atukuzwe Baba, nitatuwasomee kwa uharaka. Waefeso 1:3. Atukuzwe Mungu Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, aliyetubariki kwa baraka zote za rohoni katika ulimwengu wa roho ndani yake Kristo. Can we say those words together? Can we say those words together? Sawa? Atukuzwe Mungu. If you don't know, just repeat after me then. Please. Atukuzwe Mungu Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, aliyetubariki kwa baraka zote za rohoni katika ulimwengu wa roho ndani yake Kristo. Now, if you are not saved, ask yourself, is that true of you? If you are saved, we've already told you what to do. Indeed, speak well of God. Indeed, glorify God. Preach the gospel. Be comforted that God has blessed you with all spiritual blessings. Now, Father, we thank you for the truth of your word as you've been pleased to present it to us. Lord, we plead with you. Let Christ be magnified. Let Christ be glorified in all this. That at the end of it all glory and honor be to your name. In Christ Jesus' name we pray, trusting and believing. Amen. Asante Mungu akubariki kwa ujumbe huo baraka. Wangapi wamebarikiwa siku ya leo kwa ishara ya mikono?